namna ambavyo tumecheza ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wameperform hii leo ni maandalizi kuelekea mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wamecheza kwa kutunza nishati mwili ama kutunza power, sio power ya Mbosso, kutunza power ya mwili, ni dhahiri shahiri ya kwamba mwalimu alishaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 dhidi ya TRA. Hakukuwa na maana yoyote ufunguke, utumie nguvu kubwa, vijana wapambane, wapishane, alafu baada ya mechi watu wamechoka, unakuja kucheza na TRA, unamkuta yuko fresh na nguvu ya kutosha, alafu wewe umecheza unaenda kiwanjani hauna nguvu ya kutosha kwa sababu uliitumia kwenye mechi ya ligi mabingwa Afrika. Unaingia kiwanjani unacheza vibaya, unapata sare ama unafungwa, inakuwa haina maana yoyote. Ndio maana hii leo tukacheza kwa kurestore energy. Unacheza huku unatunza mwili ili utakapokuja kuingia uwanjani sasa kwenye mechi ya kuchukua alama uende ukiwa na nguvu ya kutosha, uende ukamtandike TRA pale pale nyumbani kwao, uondoke na alama 3. Huna sababu ya kutumia nguvu kubwa wala akili kubwa kwenye mechi ambayo tayari umeshafuzu. Kiuhalisia sisi tulifuzu tangu tarehe 19 ya mwezi wa 10. Leo tulikuwa tunafanya sherehe tu ya kuingia hatua ya kundi kwa mara ya 7 mtawalia. Swala lako la mwisho. Nani? Christina Mwagala. Ya ni mechi ngumu against TRA. Always tukicheza na wale mabwana mechi yetu inakuwaga ngumu kweli kweli. Wana timu nzuri, wana confidence ya kutosha, wana morali, wanapambana kweli kweli, ni wapambanaji. Ni timu ngumu, ni ngumu sana, lakini sisi tunakwenda kwenye mchezo huo kwa tahadhari kubwa. Na ndio maana unaona hata mechi ya leo tumecheza Benjamin Mkapa, tunacheza na Nsingizini ligi mabingwa Afrika, lakini akili yetu inamuanza TRA. Tunaanza maandalizi yetu, tumeanza mipango kwenye mechi hii kuelekea mchezo wetu huu kwa sababu tunafahamu ugumu wake, lakini tunaamini kwenye ubora tuliokuwa nao na meneja wetu mtaalamu kweli kweli, tunaamini atatuvusha salama kwenye mdomo wa TRA. Swali lako nasema umefurahishwa na timu zote 4 kufuzu? Timu 4 za Tanzania zimefuzu kwa mara ya kwanza. Kwanza inatakiwa vilabu vyote na wadau wote wa mpira Tanzania waipongeze Simba Sports Club. Wote wadau wote wa mpira wanatakiwa kuipongeza Simba Sports Club. Simba ndio tumefungua milango ya timu za Tanzania kutamani kwenda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Miaka michache huko nyuma timu zote zilikuwa zinawaza kushindana locally. Hakuna ambaye alikuwa na shauku ya kwenda kushindana kimataifa. Kila mtu alikuwa anawaza tufungane wenyewe kwa wenyewe. Unatoka zako Ruangwa na Mungo, unakwenda zako Ali Hassan Mwinyi Tabora. Unatoka Ali Hassan Mwinyi Tabora, unaingia Liti pale Liti Iringa, Singida. Unatoka hapo unakwenda Sokoine Mbeya. Tulikuwa kama Watanzania tumesharidhika na maisha hayo. Hakuna ambaye alikuwa anafikiria kabisa michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa tulikuwa tunapeleka timu 2 pekee, na zenyewe ikienda mechi ya kwanza, ya pili imetolewa. Na timu ikitolewa kwenye michuano ya kimataifa ilikuwa hausikii mashabiki wakilalamika kwa nini tumetolewa. Hata kama itatolewa na timu dhaifu, ili mradi tu ni timu ya nje, iwe Kenya, iwe Uganda, iwe Malawi, iwe Mozambiki, ili mradi imetolewa na timu ya nje, Watanzania tulikuwa tunaridhika kama hakuna ambacho kimetokea. Lakini Simba Sports Club tukaja tukabadilisha mtazamo, tukawaambia na wengine haya sio maisha.
twendeni tukashindane kimataifa. Hawakutuelewa mwanzoni, lakini baada ya mnyama kuanza kutupa karata yake kwenye michuano ya kimataifa, hatimaye kila mmoja sasa na yeye akatamani, na mnyama alivyozidi kusogea mbele, ligi ya Tanzania ikazidi kupanda thamani, na hapo tukaongezewa slots na kutimia timu 4 za kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Yote hiyo ni kazi ya Simba Sports Club kuviamsha vilabu vingine ambavyo vimeamka. Kwa vilabu vinne vya Tanzania kufuzu michuano ya kimataifa kwenda hatua ya makundi, anastahili pongezi nyingi, anastahili pongezi zote, anastahili heshima kubwa ni sisi Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo sisi hatumpongezi yeyote kwa kufuzu kuingia hatua ya makundi, bali wao watupongeze sisi Simba Sports Club kwa kuamsha wao kutoka kwenye usingizi wa pono na kuanza kutamani kushiriki michuano ya kimataifa, na sasa wanashiriki michuano ya kimataifa. Ni sisi ndiyo ambao tumechonga njia, ni sisi ndiyo ambao tumeanzisha njia, ni sisi ambao ndiyo tumeanzisha huu mwendo, na kila mmoja sasa anafuata. Na kwa maana hiyo, nasisitiza tena, hatuna sababu sisi